Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Mwaka 2007 wakati tunapata maono ya kuanzisha Zablon Singers kama familia, ilitokana na sababu tulikuwa ile kipindi tunasubiria chakula cha jioni nyumbani, tulikuwa tunaimba nyimbo za baba yetu mzee Zablon. Sasa wakati tunasubiri unaweza kusikia sauti ya mtu akituni tu wimbo, unasikia sauti ya kwanza inasikika huku, ya pili, ya tatu, tukawaza pendeni kanisani tukombe na nafasi ya kuimba. Bahati nzuri kanisa likatupokea wakati tunaimba pale. Kuna mtu akatuambia mna kitu kikubwa, nendeni mkarekodi. Hatukuwa na pesa. Wakati tunaanza kufanya hivyo tukafikiria tunafanya nini, tukachangisha zile karatasi. Tunapita kwenye maduka pale Kahama, watu wanatuchangia 1000, 2000, 5000. Tukaenda kwa mzee mmoja akatuambia mimi nitawapa 300,000. Baada ya kuipata tulienda Mwanza kurekodi, na baada ya kurekodi kazi iliharibika, tulisikitika sana. Mnakumbuka hiyo story? Yes, tulivorudi mwaka 2012 tukafanya albamu ya kwanza inaitwa Na Wakumbuka. Albamu ya pili tukafanya inaitwa Mkono wa Bwana. Kwa nini Mkono wa Bwana? Ilikuwa ni safari ya namna tulivyotokea maisha ya chini, tumekulia kijijini, tunaimba. Lakini kuna siku sasa Mungu ndo hapa ametuweka. Kwa hiyo tulikuwa ni shukrani sana kuona nyimbo zetu zinachezwa kwenye TV, radio na popote. Ikanifanya niandike hiyo nyimbo. Mtu mmoja kutoka Marekani aliwahi kuniuliza mapema kabisa, kabla hata nyimbo haijachukua jina ikawa kubwa kama ilivyo leo hii. Aliniuliza maswali machache sijawahi kuyasahau. Aliniuliza una gari? Kipindi hicho nilikuwa sina gari. Nikamwambia sina. Una nyumba? Nikamwambia sina. Zablon wanakulipa mshahara? Nikamwambia hiyo ni familia. Akaniambia uliwezaje kuandika nyimbo ya Mkono wa Bwana na hauna hata nyumba, hauna hata gari? Tunapokwenda kuimba wimbo wa Mkono wa Bwana, ndio wimbo tuliopatia heshima ya hili jina na tukio la leo, kwa sababu ya background. Sisi tumechunga ng'ombe, tumeenda shuleni bila viatu. Kama sikosemi naanza kuvaa viatu ilikuwa ni darasa la 3. Hawa ndugu zetu msione tu wako hivi, wanajua hiki ninachokizungumza. Kwa hiyo ikiwezekana ukijisikia kusimama kuimba na sisi kwa sauti kubwa wimbo tunaenda kuimba, karibu tuimbe pamoja. Wow!
mkono kipenzi, kwangu wewe ndio kila kitu, na leo ndiyo siku yetu. Wewe mzuri kwangu, kwa wazazi ukapita, moyo wangu ukapitisha, na pasa amekubali tufunge ndoa yetu. Hatukubali
ushindi ulitwaendana